Allah anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, hakika sisi tumetuma katika kila umma, tumetuma mtume. Ujumbe waliobeba mitume hawa, muabuduni Mwenyezi Mungu na jiepusheni na kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neno kumwabudu Allah maana yake ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Neno kumwabudu Allah ni kumpwekesha Allah, ikiwemo kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mafundisho aliyowafundisha Allah kuyafata na yale aliyowakataza Allah kuyaepuka. Jambo la kwanza, ndugu zangu katika imani, tufahamu hakuna kitu chenye thamani kubwa kwa mwanadamu kama dini. Hakuna kitu chenye thamani kubwa kwako wewe mwanadamu kama dini. Dini yako, aqida yako ni kitu muhimu sana. Inabidi uilinde dini yako, inabidi uilinde aqida yako kwa hali na mali. Sasa miongoni mwa njia ya kulinda aqida ya Muislamu ni jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mara ngapi ndugu zangu katika imani, itikadi za Waislamu huharibiwa na watu waovu kwa kuleta itikadi zinazokwenda kinyume na mafundisho sahihi ya Uislamu, kwa kuleta fikra potofu zinazomuingiza mtu katika ukafiri, zinazomuingiza mtu katika bid'a, katika uzushi, katika mambo ambayo ma anzala Allahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hajatelemshia hoja. Vile Waislamu walivyokuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alivyoacha kwenye itikadi iliyokuwa sahihi, baadaye watu wakaja wakabadilisha. Usia wangu kwenu nyinyi ndugu zangu katika imani, hili jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya tulisimamie kwa kiasi kikubwa sana, tulifanye kwa vitendo, tujitolee kwa hali na mali, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, enyi ambao mlioamini, nisiwafahamishe biashara ambayo itawaokoa na adhabu yenye kuumiza. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulihi, biashara yenyewe kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, halafu watujahiduna fi sabilillah, na mnatoa juhudi katika kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na nafsi zenu.